Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 10 ya mwezi wa 11 mwaka huu wa 2025, mimi ni Mwalimu Baraka Mbwanaliba kutoka huduma ya Word Eternal Ministry, na hapa ninakuletea kipindi cha Utupe Leo Riziki Yetu ya kila siku. Naendelea mfululizo wetu wa funguo 5 za kusaidia kufungua hazina za mbinguni ili uishi maisha ya utoshelevu ya kiuchumi hapa duniani. Na huu ni ufunguo wa kwanza, tumekuwa tukiuongea siku kadhaa sasa, ufunguo wa urejesho. Nakupa mfano wa pili wa jinsi ambavyo urejesho unaweza kuita maisha ya utoshelevu kwenye maisha yako kwa kupitia mtumishi wa Mungu Mephibosheth, mwana wa Jonathan. Mfano wa pili baada ya mfano wa mama mshunami na mambo 8 ya kiurejesho yaliyotokea kwenye maisha yake. Hapa tunaangalia mambo 9 ambayo Jonathan, mwana wa Jonathan, Mephibosheth, alirejeshewa na kuzidishiwa kutokana na ufunguo huu kufanya kazi. Msingi wa ufunguo, unaona, nilikwambia jana, ni mapatano ya kiagano kati ya Jonathan na Daudi. Na kwa sababu Daudi alikuwa amefanya haya maagano kwenye ngazi 3 ya binafsi, ya familia na kiufalme. Unaona alivyokuwa mfalme anatafuta mtu kutoka kwa Jonathan ambaye anaweza akamtendea mema kwenye ngazi ya makubaliano ya kifamilia. Na unaona mambo 9 yalitokea baada ya Mephibosheth kwenda kwa Daudi na kuanza kutendewa mema. Nimeshakwambia 6. Jambo la kwanza, alirudishwa kuishi ikulu, huo ni urejesho. Jambo la pili, alirudishwa mashamba yote ya Sauli baba yake. Jambo la 3, alipewa fursa ya kula chakula mezani pa mfalme daima. Na angalia, japokuwa alikuwa analimiwa, anapewa mazao yote, alikuwa anakula kwa mfalme. Ni jambo la kiuchumi, maana yake hivyo alivyokuwa analimiwa na Siba na kupewa ilikuwa ni akiba, angeweza kuuza afanikiwe kiuchumi. Jambo la 4, alipewa, alirudishiwa mali yote ya Sauli na nyumba yake. Jambo la 5, tunaona alipewa fursa ya kulimiwa mashamba yote na Siba. Aliambiwa utamlimia Siba, mlimie na wafanyakazi wako. Jambo la 6, alipewa fursa ya kuwa mwajiri au kiongozi wa wafanyakazi takriban 37 kama tulivyoona kutoka ile sura ya 9 mstari wa 10. Na mambo mengine kadhaa ambayo tunataka uyaone zaidi hapa, kama 3 4 zaidi. La 7 ambalo unaona lilitokea ni alipewa fursa ya kupewa mavuno yote ili apate chakula. Ule mstari wa 9 aliambiwa watakuvunia na mavuno utapewa, lakini atakula bado mezani pa mfalme. Kwa hiyo alikuwa ni ziada. Jambo la 8 unaloliona, wakati fulani ilitokea Siba akafanya fitna kwa mfalme Daudi ili Mephibosheth anyang'anywe mali zake. Na ile fitna ilipokolea, Daudi alitamka ya kwamba mali zote za Siba za Mephibosheth sasa anapewa Siba. Na unajua, kwa sababu kulikuwa kuna agano la kiutajiri na kiurafiki ambao lilifanywa, jambo hili halikuweza kufanikiwa. Funguo wa urejesho unapofanya kazi, hata pale ambapo unanyang'anywa kwa dhuluma mali, una uhakika ya kwamba hiyo mali yako itarejeshewa. Angalia sura ya 16 ukisoma mstari wa 3 hadi wa 4. Daudi anapomkimbia Absalom mwanawe aliyekuwa ameasi, Siba hakuweza kwenda pamoja na Mephibosheth hakuweza kwenda pamoja naye, na Siba akasema ni kwa sababu ameasi, akiona ya kwamba anaweza kurejeshia ufalme. Sura ya 16 mstari wa 3 wa 4, mfalme akasema, mwana wa bwana wako yuko wapi? Anaulizwa Siba. Siba akamwambia mfalme, angalia, anakaa Yerusalemu, kwani alisema leo nyumba ya Israeli watanirudishia ufalme wa baba yangu. Ndipo mfalme akamwambia Siba, tazama, yote aliyokuwa ni mali ya Mephibosheth ni yako. Siba akasema, mimi nasujudu na nione kibali machoni pako wewe bwana wangu mfalme. Ukienda kuisoma hii habari sura ya 19 utagundua, kwanza sura hii ya 16 mstari wa 24 hadi 30, baada ya Daudi kurudi anamuuliza kwa nini haukutokea? Kwa nini haukuja? Sura ya 19 sole. Unaona Mephibosheth akitoa sababu. Sura ya 19 mstari ule wa 24 hadi 30 unaweza kuona baada ya Daudi kuwa amerejea anamwambia Mephibosheth, kwa nini hakufuatana na mimi? Na Mephibosheth anatoa sababu zake. Kisha Mephibosheth mwana wa Sauli akashuka ili amlaki mfalme. Alikuwa hakukata kucha za miguu yake, wala kukata ndevu zake, wala kufua nguo zake,
tangu siku alipoondoka mfalme hata siku hiyo aliporudi kwake kwa amani. Umeona, toka mfalme ameondoka, bwana kukata kucha, bwana kukata ndevu, hakufua nguo, alikuwa anasikitika. Basi ikawa alipofika Yerusalemu kumlaki mfalme akamwambia, mbona ukwenda pamoja nami Mephibosheth? Naye akajibu, bwana wangu mfalme, mtumwa wangu alinidanganya, yani Siba alimdanganya. Kwa kuwa mimi mtumwa wako nilisema, nitajitandikia punda nipate kumpanda na kwenda pamoja na mfalme, kwa sababu mimi mtumwa wako ni kiwete. Naye amenisingizia mimi mtumwa wako kwa bwana wangu mfalme, lakini bwana wangu mfalme ni kama malaika wa Mungu, hutenda basi yaliyo mema machoni pako. Kwa hiyo unaona, kumbe hakwenda kwa Daudi kwa sababu alishindwa kupanda punda. Na mstari wa 28, kwa kuwa jamaa yote ya baba yangu walikuwa kama watu wa kufa tu mbele ya bwana wangu mfalme, ila uliniweka mimi mtumwa wako kati ya hao walao mezani pako, basi ni haki gani sasa nilionayo hata nimlilie mfalme zaidi? Basi mfalme akamwambia, kwa nini unazidi kuyanena mambo hayo? Maana yake mfalme akamuingia moyoni, nami naamua wewe na Siba muigawanye hiyo nchi. Naye Mephibosheth akamwambia mfalme, naam, hata yote natoa yeye, kwa kuwa bwana wangu mfalme amekuja kwa amani nyumbani. Kwa hiyo unaona, fitna ya Siba ilikuwa ni Mephibosheth anyang'anya zile mali na akamwacha kwa sababu alikuwa kiwete wa miguu yote miwili, singeweza kujipandisha punda. Bwana akaacha kumpandisha punda, lakini kwa mfalme alisema Mephibosheth amebaki kwa sababu anaamini anaweza kurudishiwa ufalme ambao wewe Daudi ni kama umeiba kwenye nyumba ya baba yake. Jambo la 8, aliponyang'anywa mali kwa fitna na Seba, bado mfalme aliamuru, asema mimi ninaamua, mstari wa 29, wewe na Siba muigawane hiyo nchi, wagawane nusu kwa nusu. Kwa hiyo japokuwa ni mwanzoni sura ya 6 unaona alikuwa amenyang'anywa vitu vyote, amepewa Siba. Funguo urejesho ukiwepo, hata pale ambapo ni kama umenyang'anywa mali unarejeshewa. Jambo la 9 unaliona kwenye mistari hiyo tena 29-30, bado Mephibosheth alipewa fursa ya kubaki ikulu hata baada ya fitna. Kwa hiyo unaona, Daudi hakumfukuza ikulu, alimwacha ikulu, akamwambia wagawane mali, anaendelea kula mezani pa mfalme. Na hiyo ndio kazi na nguvu ya ufunguo wa urejesho. Mambo 9 unayoona yalitokea kwa Mephibosheth ya kurejeshewa. Msingi agano walilokuwa nalo kati ya Yonathani na Daudi. Naweza nikakupa mfano wa mwisho. Unakumbuka Ufalme wa Kwanza sura ya 3 mstari wa 16 hadi 28, mama wawili walikuwa wamelala usiku, wote wakapitwa na usingizi wa uharibifu, na mmoja wale mama mtoto wake akafa. Hiyo ni Wafalme wa Kwanza sura ya 3 mstari wa 16 hadi 28. Alipokufa yule mama, akachukua mtoto wake aliyekufa akamweka kwa mama ambaye alikuwa na mtoto yuko hai, akachukua mtoto aliye hai wa mama mwenzake. Biblia inasema ilipofika asubuhi, mama aliyepewa mtoto aliyekufa akagundua mtoto aliyekufa si wake. Kwa akaanza kumdai huyu mama mwingine mtoto aliye hai. Kesi ikafika mbele ya mfalme Suleiman. Kuiamua kesi ikawa ngumu sana, lakini Suleiman baadaye akasema nipeni mtoto aliye hai. Kaita askari akamwambia mkateni vipande viwili wagawia wa mama. Walivyosema vile, mama mwenye mtoto akasema apewe yeye mtoto aliye hai. Mama asiye na mtoto akasema ni bora mumkate tugawane. Suleiman akasema huyu anayesema mtoto achi hai ni wa kwake, mpeni mtoto wake. Huu ni mfano tena wa 3 wa urejesho. Naona ya kwamba kwa kutubia na kuwa na moyo wa kweli, kuwa na moyo wa huruma, mama aliamua mtoto asiuawe. Kwa sababu aliamua ilivyo sahihi, ilivyo haki, alirejeshewa mtoto wake. Na angalia, kulikuwa kuna adhabu pengine angepewa kwa kusema uongo, aliepuka, na hivyo akawa amepata mtoto, ameepuka adhabu ya mfalme. Na unajua hilo ni jambo kubwa sana la kiurejesho. Msingi wake hapa ni hekima ya viongozi, ya mfalme au ya mtawala. Haya mambo ya kusukume kufuatilia zaidi ufunguo huu wa urejesho, na Mungu akusaidie kujua ya kwamba unafanya kazi kwa falsafa. Kwanza ya kujua dhambi kuna vitu imeficha. Tuliona karibu 70% ya hali ya kiuchumi imefichwa na dhambi. Kuna vitu utaona unapokiri dhambi na kukubali na kutubu, una activate ufunguo wa urejesho. Activate, angalia misingi ya kuishi: sadaka kwa utumishi wa Mungu, makubaliano ya kiagano, hekima ya viongozi ambao wanawatawala. Kama tulivyoona kwenye mifano hii mitatu, itakusaidia ufunguo kufanya kazi na kuwa na utoshelevu wa kiuchumi. Kesho taanza kukupa ufunguo mwingine wa pili. Usikose kipindi cha kesho asubuhi saa 12.
tafadhali endelea kushirikisha vipindi hivi watu wengine, tuendelee kujifunza pamoja. Tutafurahi kusikia kwako kwa njia ya comments kwenye account hii yetu. Unaweza kushare, kulike pia account hii na kuwashirikisha wengine baraka hii nzuri ili tujifunze pamoja. Mungu akubariki. Uwe na siku njema hata utakapoona kesho asubuhi. Amen.